Yes, moto unaungua na utaendelea kuungua mpaka pale ambapo mambo yataweza kukaa sawa katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Mambo ni mengi na muda ni mchache, lakini moja kati ya kitu ambacho nimeweza kukutana nacho leo ni pamoja na za ndani ya Ricardo Momo, kitu ambacho kikanifikirisha na kikanipa alert kwamba huenda kwenye ligi yetu kuna matokeo yamekuwa yakipangwa na bodi ya ligi inapaswa iweze kuanza kulitolea jicho jambo hili ili kuweza kuepusha madhara zaidi. Tumeona ushindani ukiwa unaongezeka, timu zimekuwa hazipati tena matokeo kirahisi kama ambavyo ilikuwa kwenye misimu kadhaa iliyopita, na hapo ni wewe utaamua kuchanganua kama ni ubora wa ligi umeongezeka au ushindani umeongezeka, au kuna namna zile timu ambazo zilikuwa zinaleta ushindani katika ligi basi viwango vyao vimeshuka. Tumeshuhudia Yanga ikipata sare 5 katika msimu huu, tumeshuhudia Simba ikipoteza mchezo katika msimu huu, lakini pia ikipata sare kadhaa, na pia tumeshuhudia Azam ikiwa ni moja kati ya timu ambayo ina sare nyingi na haijapoteza mchezo wowote katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara katika msimu huu. So mambo ni mengi na muda ni mchache. Kitu ambacho nimekishuhudia ni pamoja na statement au kile kitu ambacho alikuwa anakiwasilisha Ricardo Momo kwenye za ndani. Kitu ambacho Ricardo Momo alikuwa anakiwasilisha ni kusema kwamba kuna timu ambayo iliahidiwa kupewa M4 na sifuri zake, sasa sijui ni milioni 4 au milioni 400, ila kiurahisi kwa akili tu ya kawaida unaona hapo ni milioni 400. Yani milioni 4 sio hela kwa timu za ligi kuu, ni kama milioni 400. Sasa kwenye hilo fungu lilikuwa limetengwa kwa awamu kadhaa, yani fungu lilitakiwa liende zima, lakini hiyo timu ambayo ilikuwa imetenga ile fungu ikaamua kutuma asilimia kadhaa ambazo ni kama 1% ya kile kiasi cha fedha. So baada ya kuweza kutuma kile kiasi cha fedha, bwana wakazipokea, alafu wakaamua kuchikichiana, kugawana kile kiasi cha fedha. So wakiwa wanasubiria fungu la pili liweze kufika, muda ukawa umeshatimia, yani mechi imeshakaribia. So mechi kaenda kupigwa na hatimaye ile timu ikapoteza. Sasa baada ya kupoteza, viongozi wa ile timu ambayo ilikuwa wametoa ahadi wakaamua kwenda kuwafuata viongozi wa timu nyingine, timu B. Sasa bwana vipi, mbona tuliahidiana kitu ABCDFG, mtuachie tuondoke na alama 3 muhimu, lakini mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Wale viongozi wakaenda wakawakumbushia ahadi ya msimu uliopita kwamba kuna ahadi nyingine ambayo tuliwekeana na tukawaachia mchongo, lakini hamkutimiza. Kuna namna tumeamua tuchekechee fungu hili ili kuonyesha kwamba na sisi ni wandava. So kwa statement kama hii unaona kabisa kuna namna katika ligi yetu kuna timu ambazo zimekuwa zikipokea fungu ili kuweza kurahisisha au kuweza kuziachilia timu nyingine ziweze kuondoka na alama 3 muhimu. So bodi ya ligi inapaswa kuweza kuongeza jicho lake kwa makini ili kuendelea kuongezea ligi yetu ufanisi, lakini pia ushindani uwe wa haki pasi na watu kuweza kupangana au kupanga matokeo kwenye michezo kadha wa kadha ambayo timu zimekuwa zikishiriki. Bwana, moto unaungua. Till next time, Millet Official PMTZ_PM shot. You know what?